Marekani imeboresha mabomu ya kipenyo kidogo yanayozinduliwa aina ya GLOCDB ili kukabiliana na msongamano wa Urusi, na inatazamiwa kuyapeleka au kuyarejesha kwenye uwanja wa vita huko nchini Ukraine ndani ya siku chache zijazo. Shirika la habari la Reuters limeweza kuripoti hivyo kuhusu taarifa hii, ambako bomu la GLOCDB iliyotengenezwa kwa pamoja na Boeing na Saab AB yani SAAB inachanganya bomu la kipenyo kidogo cha GBU-39 na injini ya roketi ya M29 na kuunda silaha yenye safu ya takribani maili 100 au sawa na kilomita 161. Utawala wa rais wa zamani Bwana Joe Biden uliweza kutuma idadi isiyojulikana ya GLOCDB huko nchini Ukraine, lakini imepita miezi kadhaa tangu Ukraine ilipozitumia mara ya mwisho dhidi ya vikosi vya Urusi baada kutofanya kazi mwaka jana. Duru ziliweza kuniambia hivyo shirika la habari la Reuters. Uwezo wa vita vya kielektroniki vya Urusi ulifanya silaha za magharibi zinazoongozwa kwa usahihi, ikiwa ni pamoja na GLOCDB na makombora ya risasi ya Excalibur yanayoongozwa na GPS kutokuwa na maana. Jarida la Wall Street liliweza kuripoti hivyo Julai mwaka jana, huku pia mifumo yake ya uelekezi ikivurugika, ambako baadhi ya silaha hizo ziliripotiwa kustaafu ndani ya wiki chache baada ya kuwasili nchini humo. Tangu wakati huo, Boeing imeanzisha uboreshaji kadhaa, ikiwa ni pamoja na miunganisho ya ndani iliyoimarishwa ili kuongeza upinzani dhidi ya jamming, ambapo kulingana na vyanzo vya Reuters vimesema ya kuwa takribani GLOCDB 19 zilijaribiwa katika wiki za hivi karibuni ili kutathmini ufanisi wa marekebisho hayo. Pia Washington imehifadhi idadi kubwa ya mabomu hayo ya bei nafuu katika Ulaya na iko tayari kurejesha usafirishaji wake kwenda nchini Ukraine ndani ya siku chache zijazo. Ubadilishaji unaowezekana unakuja huku kukiwa na ripoti ya kwamba Ukraine imemaliza akiba yake ya mifumo ya makombora ya kimbinu ya jeshi maarufu kama ATACMS inayotolewa na Washington, ambayo ina masafa marefu ya hadi kilomita 300. Kyiv ilianza kutumia makombora ya masafa marefu ya ATACMS kufanya mashambulizi katika eneo la Urusi linalotambulika kimataifa katika msimu wa vuli wa mwaka 2024, hasa ikilenga maeneo ya mpaka ya Kursk, Bryansk, Belgorod na Rostov. Walakini hifadhi hiyo ilikwisha kabisa mwishoni mwa mwezi Januari mwaka huu. Shirika la habari la AP yani Associated Press limeweza kuripoti hivyo siku ya Jumatano wiki hii. Moscow pia mara nyingi imekuwa ikionya Washington na washirika wake dhidi ya kuruhusu mgomo wa masafa marefu wa Ukraine, ikisema ya kuwa hiyo inaifanya NATO kuwa mshiriki wa moja kwa moja katika mzozo huo kutokana na kuegemea kwa Kyiv kwa silaha zinazotolewa na nchi za Magharibi, ambako katika kujibu mashambulizi ya kwanza ya makombora ya ATACMS yaliyozinduliwa na Ukraine mwezi Novemba mwaka jana, Urusi pia iliweza kuzindua kombora lake jipya la masafa ya kati la Oreshnik katika kituo cha kijeshi cha Yuzmash katika mji wa Dnipro nchini Ukraine. Pia taarifa nyingine ambayo imeripotiwa muda mchache uliokwisha kupita ni kuhusu taarifa ya shambulizi la Ukraine huko nchini Urusi katika moja ya kiwanda cha kusafisha mafuta nchini humo, ambako taarifa kamili imeelezwa kuwa ndege zisizo na rubani za Ukraine ziliweza kushambulia kiwanda cha kusafisha mafuta cha Tuapse katika eneo la Krasnodar Krai usiku wa Machi 14 na kuteketeza tanki la kuhifadhia petroli. Gavana wa eneo hilo anayefahamika kama Veniamin Kondratyev ameweza kuripoti hivyo. Eneo la moto ni zaidi ya mita za mraba 1000
na huduma za dharura zinafanya kazi katika eneo hilo. Kondraty Evi ameandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram, akidai ya kuwa hakuna majeruhi kufuatia shambulizi hilo, ambako chombo cha habari cha Urusi kinachounga serikali maarufu kama Mash kiliweza kuripoti ya kuwa moto huo ulisababishwa na vifusi vya ndege isiyo na rubani iliyoanguka, na inasemekana walioshuhudia walisikia milipuko ya mfululizo kwa dakika kadhaa katika kiwanda hicho. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Tuapse chenye uwezo wa kuchakata kila mwaka wa tani milioni 12 kina jukumu muhimu katika kusambaza mafuta kwa jeshi la Urusi. Kiev pia imeongeza mashambulizi kwenye miundombinu ya mafuta ya Urusi, ikitaka kutatiza vyanzo vya mapato vinavyofadhili juhudi za vita vya Urusi. Vikosi vya Ukraine pia mara kwa mara hufanya mashambulizi ya masafa marefu ya ndege zisizo na rubani kwenye malengo ya kijeshi na kiviwanda ndani ya Urusi. Mapema wiki hii pia nakumbukwa ndege takribani 74 zisizo na rubani ziliweza kudunguliwa zikikaribia mji wa Moscow. Mapema Machi 11, mamlaka zilidai na kuashiria shambulio kubwa zaidi la ndege zisizo na rubani dhidi ya mji mkuu wa Urusi wakati wa vita vikali. Wizara ya ulinzi ya Urusi iliweza kusema ya kuwa vikosi vyake vilizuia shambulio kubwa la ndege takriban 337 kutoka Ukraine katika mikoa mingi, ikiwa ni pamoja na 91 huko Moscow, lakini pia 126 katika jimbo la Kursk, 38 huko Bryansk na zingine katika Belgorod, Ryazan, Kaluga, Lipetsk, Orol, Voronezh na Nizhny Novgorod. Hii ndiyo idadi kubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani zilizorushwa na Ukraine dhidi ya Urusi katika shambulio moja wakati wa vita vizima. Mgomo huo pia ulifanyika wakati wajumbe wa Ukraine pamoja na Marekani walikuwa karibu kukutana nchini Saudi Arabia ili kuzungumza uwezekano wa makubaliano ya amani baina mwa Urusi pamoja na nchi ya Ukraine.